Kubadili kilichomo ndani yako inawezekana. Kama ulikuwa unasoma kwa sababu ya kutafuta mali, unajua na mimi nataka nisome ili na mimi kesho nimiliki gari kama shekhe fulani, nimiliki nyumba kama shekhe fulani. Nataka nisome, au labda uko unasoma kwa sababu ulikuwa unasoma kwa sababu ya kutafuta umashuhuri. Acha nisome kwa sababu na mimi nijulikane kama shekhe fulani au nijulikane kama nani. Achana na hayo mambo. Au kama uko unasoma kwa sababu ya kutafuta vyeo. Kuna mtu yuko anasoma lengo lake, nataka na mimi niwe mufti wa Burundi. Yaani ndio lengo lake hilo. Na ndio maana wakati utamaliza kusoma, atapambana jinsi yote. Yaani kila ambacho chenye anajua ni sababu ambayo inaweza kumfikisha pale. Atapambana aipate. Kusoma lengo ya kutafuta kwa elimu ilikuwa ni kufanyaje? Kutafuta vyeo na kadhalika. Sasa kwa hiyo sisi Allah tukinge na hiyo hali. Na tujitahidi, unajua inna nafsa la amaratun bisu. Sawa? Najua hakuna mtu ambaye hata kama atakuwa ni muaminifu, hata kama atakuwa ni mukhlis, hakuna mtu ambaye nafsi yake haimuhadithi kuhusu uovu, haimshawishi kuhusu uovu. Hakuna huyo mtu. Isipokuwa tofauti ya muaminifu na asiyekuwa muaminifu ni ule uwezo wa kuiendesha nafsi yenyewe, ndio kuendesha. Ule uwezo wa kuitawala nafsi. Hata kama utakuwa na ikhlas, lazima katika msafara wako wa kutafuta ilmu shaitani atakuwa anakuchezea. Atakuwa anakuchezea kwenye maslahi ya mali, maslahi ya umaarufu, maslahi ya vyeo. Hapo pote shaitani atakuwa anamchezea. Nafsi inakusukuma huko, inakusukuma, lakini jitahidi. Jihadi ya kwanza ni mtu kwanza kwa maana nafsi yako. Ndio jihadi ya kwanza ambayo mwanafunzi anapaswa kuwa nayo. Na ndio maana katika ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu atafika siku ya kiyama ni alim. Sawa? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ataulizwa yule mtu, ulisoma kwa ajili ya nani? Atasema qala ta'allamtu fika, nimesoma kwa ajili yako ewe Allah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inata al-a'yuni wama tukhfi as-sudur. Hata kama kwa mdomo wako utasema kwa ulisoma kwa ajili ya Allah, lakini Allah wakati ulikuwa duniani alikuwa anajua kama ulikuwa unasoma kwa ajili ya malengo mengine. Kile chekipam nafsi yako Allah alikuwa anakijua. Na ndio maana utaambiwa kadhabta, unasema uongo. Usema uongo. Walakin ta'allamta liyuqal 'alim. Lakini umesoma kwa sababu uitwe kuwa wewe ni nani? Ni msomi. Pako mtu akisoma, akimaliza sijui lisansi, masters, sijui doktora, kama haumuiti sheikh anakuwa kashirika. Sasa kwani ukiitwa sheikh ndo kuna nini? Au akikuita kwa jina lako ndo utapunguza ile elimu ambayo umebeba kichwani? Hilo mtu ambaye kama uniiti sheikh bwana, yani kama muiti sheikh ni matatizo. Ni mfano wale ambao wanakwenda hija, akirejea kama haumuiti haji anakasirika.